Katika zile ishara kubwa inadhihiri pale dunia ikipitia kwenye ukame. Dunia ikiingia kwenye ukame, hali zimekuwa mbaya sana, kuna ishara hii. Na bahati mbaya ishara yenyewe baadhi ya laali zinatuonesha inahusiana na Iran. Hiyo ishara yenyewe hivi sasa wanapigana huku, tayari kishaanza kukosa mafuta, hali ishaanza kuwa mbaya. Palestina wanakufa na njaa, inaenda kidogo kidogo. Tunamwomba Mungu salama viishe vita hivi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hutuba kama hii ya Ijumaa alikuja akakutumia watu hutuba ya sampuli hii. Anasema msimulizi Nawas bin Sam'ani anasimulia, anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alitupa hutuba ambayo anasema ihmarrat wajhu, ule uso wake ulibadilika rangi, washtaddat ghadabuhu, akawa serious sana, wa ala sautihi, alafu ile khutba sometime alikuwa anapanda sana sehemu, sauti inaenda juu alafu anashuka. Alikuwa serious mpaka asema kaannahu yundhiru aljaysh. Vile alipokuwa akitusimulia hotuba ile, utafikiri alikuwa akizungumza na askari wanajeshi. Anasema tuliogopa, tulishtuka, msikiti mzima ulijaa simanzi. Na yeye alienda kuwasimulia tabi'in, na watabiina nao wakahofia, wakaogopa kweli kweli. Basi na sisi hebu tusimuliane hotuba ile, pengine na sisi tukaogopa, alafu baada ya hapo tukachukua mazingatio ndani yake. Mtume alianza kwa kusema ma min khalqin min adam ila qiyam saa, haikuwahi kabisa kutokea kiumbe toka kuumbwa mzee Adam mpaka kitasimama kiyama, kiumbe huyu ashawahi kuwa mtihani mzito kwa dunia na ashawahi kuwa fitna kubwa kwa dunia kama kiumbe huyu Masiha Dajjal. Nitakuelezeni kwa mbeleni. Wajua Masiha Dajjal amefungwa, wajua Masiha Dajjal yupo, tena yupo toka zama za Mtume Muhammad, na wengine wakasema toka zama za watoto wa Sayyidina Adam alikuwepo, wengine wakasema toka zama za Nabii Musa alikuwepo. Sasa kiumbe huyu yupo, amefungwa, amedhibitiwa, lakini atachokozwa. Chokozwa, sifa yake ana hasira nyingi, atakata kamba zile, na akishakata zile kamba ataingia ulimwenguni, ndio ataanza kudhihiri kuleta tabu zake. Na hivi sasa mbeleni tutakavyoona kufungwa kwake, yuko sehemu ya Asbahani katika mji wa Teherani. Kuna kama kilomita 340 mbeleni huko Asbahani, Khurasan. Kiumbe huyu yule sahaba Tamimu Dari alimkuta huko, na tuliambiwa vinu vile vya nyuklia Irani viko pale pia. Kile kipindi cha mwanzo yalipigwa mabomu kidogo, nikasema tayari anaanza kutaka kuchokozwa kiumbe kama huyu. Sasa sifa zake, kwanza Mtume akasema hakuna kiumbe ashawahi kuwa mtihani kwa dunia. Najua kuna viumbe hapa kati vimepita, wamepita Firaun na sera yake alidai uungu, akapita Namrud bin Kanaan, sera yake naye alidai uungu, lakini wote hawa hawakufanya miujiza. Na huyu naye atakuja, na kuna mambo atakuja nayo, amewashinda wote waliopita. Kizazi kilichopita nyuma ni jilun samaa, generation iliyopita ilikuwa ni kizazi cha kusikia tu na mambo mengi walikuwa hawayajui, lakini leo ni jilun basar. Kizazi cha leo ni kizazi cha kuona, na watu wanaamini sana kwa kuona. Tunaamini Mwenyezi Mungu yupo, lakini tunambaini kwa imani zetu, hatujamuona. Lakini huyu watu wengi watamwamini kwa sababu wataona na atakuja vipi. Ama karibu tutasimuliana habari hii. Kwa vile alipokuwa na shari kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wama min nabiyyin
illa wakad andhara qaumahu min fitnati al-masih ad-dajjal. Hakuwahi kupita mtume yoyote isipokuwa alikuwa akionya umma wake na mtihani mzito wa kiumbe Masihi Dajjal. Ni hivi sasa, kuja kwake kuna ishara. Miongoni mwa ishara, dunia hii mnavyoiona itakuja kuingia katika vita. Hivi sasa ishaingia. Hivi sasa ukizihesabu nchi kwa haraka haraka ambazo zimeingia kwa machafuko ni nyingi. Hivi sasa Sudan Kusini kuna vita. Hivi sasa Lebanon kuna vita. Sometime Yemen kuna vita. Palestina usiulize. Muisraeli ndio usiseme kabisa. Sometime Kongo na Burundi kuna vita. Lakini hivi sasa vita inayotrendi ni vita ya Iran. Sasa dunia ikiingia kwenye machafuko, ndio maana da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam cha mwanzo alipokuja duniani alikuwa akiwaunga watu wasipigane. Cha pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwingi wa hofu kwa Mwenyezi Mungu. Hii dunia haiamini kwa sababu anasema ana wasaa, mimi pamoja na kiyama. Yani anatuthibitishia mtume kuja kwake ni katika ishara za kiyama. Anasema mimi na kiyama ni kama hivi vidole viwili pacha tu. Yani kuja kwa mtume ni alama za kiyama. Wewe mwenyewe tizama, yeye ndo mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine badala yake. Bimaana mpango tena kuleta mtume na kuendelea maisha haya haupo tena. Kwa hiyo kuja kwa mtume ni katika ishara ya kiyama. So yeye ndo nabii wa mwisho kabisa. Na hata tuliona wakati anakwenda Isra wal Mi'raj alikutana na kibibi kizee kimezeeka kweli kweli, kimejireba kibibi hichi, mapaja yote wazi. Mtume aliuliza, ma hadhihi al-ajuza, huyu kizee ni nani? Jibril akamwambia, lam yabqa min umri dunya, dunia ilikuwa mtoto mdogo ikawa kijana, hivi sasa dunia sio mzee, ni kikongwe. Haujabakia umri wa dunia hivi sasa isipokuwa ni kama umri wa mzee kama huyo. Mabwana, nakuambieni wallahi tuko mwishoni kabisa. Dunia mzee na kuondoka kwenye ndio huko sasa. Sasa basi dunia itaingia katika machafuko. Watu watapigana, nyuklia zitatupwa. Sasa mtume yeye alikuwa tabia yake, kwa sababu kuja kwake aliona dunia imeisha. Ndio maana inatakiwa sisi Waislamu tupunguze mambo ya ushabiki, alafu tuwe na fikra. Unajua hakuna uchamungu bila kufikiri kabla ya kutenda. Matukio yetu yote sisi fikra tuwekeni mbele sana. Mtume miongoni mwa mambo yake aliposhuka ulimwenguni au alipokuja ulimwenguni, fikra yake kubwa kumridhisha Mola wake. Na hii dunia alielewa muda wote inaondoka. Anasema idha hazama al-amr, akikutwa na jambo, mfano upepo kali ukivuma tu, huyo anaingia msikitini, anaanza kwenda kuswali rakaa mbili, anaogopa pengine kiama kitakuja sasa hivi. Yani nitakakupa picha, mtume angekuwepo leo, hivi vita vinavyoenda trend katika ulimwengu trend, basi pia mtume vingempa pressure kubwa sana. Angalia matukio ya kawaida, akisikia tetemeko la ardhi anakimbilia kuswali. Nyote nyinyi mnajua khusuf na kusuf. Akitizama kupatwa kwa jua na mwezi tu, anaingia msikitini, hatoki mpaka viachiane, anatoa hutuba. Mimi na wewe leo likija tukio la kupatwa jua na mwezi, ummati Muhammad tulivyoghafilika, tunaona ndio sehemu ya utalii, tunaenda kupiga na picha. Nilisikia mama mmoja katika redio akisema tukio lilitokea nafikiri Mwanza, watu wengi walienda. Asema nashukuru Mungu, sijui litatokea lini tukio hili, watu wamekusanyika pale, nimeuza chakula kwa wingi. Yani anaona kama ni kitu cha kufurahisha, kumbe ndio dunia pengine inaondoka hivi. Mtume matukio kama haya kidogo tu alikuwa anaogopa, na alikuwa akipita al-amakin fil mawatina, zile sehemu ambazo zilishuka kombora za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa uso wake unabadilika rangi na anapita haraka haraka. Alipita kwenye kisima ambacho kisima hiki
alikunywa ngamia wa Nabii Saleh na watu wake walikuwa wakipita wakati anakwenda Taabuk. Anasema faqad marra an-nabiy biman ma'ahu min al-muslimin, wakati anakwenda safari ya Taabuk bana kilomita 300 kutoka Hijaz, alipopita kwenye kisima kama kile alipita mbio. Maswahaba walikuwa hawajui, wakaanza kushangaa kama kuna picha ndio mtu anafanya selfie siku hiyo. Anasema jamani, hii sehemu hii kinaitwa Hijri. Ukisikia suratu Hijri ndio yale maeneo. Wakasema jamani, lazima tuweke kumbukumbu. Wakashuka wakachota na yale maji katika kisima cha Nabii Saleh. Mtume aliwakaripia, mnawezaje kulei na kucheka na kusimama sehemu ambayo ishawahi kushuka hasira ya Mwenyezi Mungu? Piteni haraka na hayo maji mgeni, si kumwaga na vyungu vuteni, msishiriki chochote sehemu kama hii. Hii ilikuwa ni hofu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa pia hivi vita hivi ni katika ishara mbaya. Tunaendelea sasa, ina maana hivi vita na sisi ilikuwa mpaka hivi sasa kila leo kunuti tu zitrendi katika mimbari, kwa sababu ni ishara mbaya mno. Na kueleza ishara zenyewe, dunia ikifikia stage vita vikipiganwa, ukame utakuja, watu watakufa na njaa, mafuta hayatopatikana tena. Hivi sasa angalieni wenyewe, hata magari barabarani kama yanapungua vile, kuanzia 2000 na kitu mpaka 4000 kasoro mafuta. Hii ni habari ya hatari kweli, na bado mambo hayajawa vizuri. Sasa ukame unakwenda, mwisho inakuja vita ya dunia nzima, watu wataanza kuumwa na njaa. Hapo sasa kipindi hichi ndio ishara ile kubwa ya kiumbe Masiha Dajjali itadhihiri. Miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha adhihiri, Mtume kayataja na hivi sasa yashaanza. La mwanzo kabisa, watu wakighafilika kumtajataja. Mkiona hutuba za Ijumaa zinazungumzia vyama tu, zinazungumzia upinzani tu, kukosoana tu, lakini hutuba kuhusiana na Masihi haitaji, basi hii ni katika ishara ya kutokea kwake. Na yeye anasubiri kipindi watu wameghafilika naye, kwa sababu akija atapata status na atapata watu na ataibuka kwa ghafla. Hiyo ndio Masihi Dajjal. Dalili ya pili kuja kwake, kuna baharul mayit. Duniani kuna Red Sea na Black Sea, kuna baharul ahmar, kuna bahari nyekundu na kuna bahari nyeusi pia. Hii bahari nyeusi ikianza kupungua maji yake, hii iko Jordan hii ni katika dalili za kumleta Masiha Dajjal. Lakini sio hivyo tu, kuna ainun Tabariya ndani ya Palestini. Kuna mtu unaitwa ainun Tabariya. Chemchemu hii ikianza kupungua yale maji yake ni dalili ya kudhihiri Masihi Dajjal. Na hii ainun Tabariya wa Palestini imetekwa tayari na Israeli, inamimina maji yake hivi sasa katika nchi ya Israeli, kiasi ambacho wanasema ukikamatwa unaosha japo gari tu, unakamatwa kwa sababu ya kuyalinda maji haya. Na hivi sasa wanasema wataalamu, yale maji hivi sasa yameanza kunywea, yameanza kuondoka yale maji. Hii ni athari kubwa. Lakini pia Mtume akasema nakhlatu baisan. Nakhlatu baisan ni tende ambayo iko pale Palestina. Hii tende mitinde yake ikiacha kuzaa, lakini mitinde yake ikikosekana ile tende, ni katika dalili za kuja kiumbe Masiha Dajjal. Na wanasema Baisan nayo imetekwa na umeanza kuikata ile mitende, na ule mtende unaanza kuondoka. Tamimu Dar radhiyallahu ta'ala anhu ni katika sahaba walislimu. Anasema zamani walisafiri, wakaenda mpaka bahari ya Shamu, wakaenda mpaka Teherani, wakaenda mpaka huko Asbahani. Mkondo wa maji ukaja vibaya, wakapelekwa sehemu ambayo hawajatarajia. Wakati wamepelekwa sehemu kama ile, anasema tukamwona kiumbe ana nywele nyingi mwili mzima. Laqad dhananna annahu shaytan, sisi tukasema labda hili ni shetani hili. Tulimuuliza, kwani wewe ni nani? Kile kiumbe kisema ana jasasa, mimi napeleleza tu. Unayempeleleza nani? Akatwambia joeni basi.
Akatupeleka mpaka katika kisiwa, tukaona kibanda. Kuingia ndani ya kile kibanda, ndani kuingia, tukamwona mtu amepigwa pingu, amening'inizwa mpaka mabegani. Yule mtu tukamuuliza, kwani wewe ni nani? Yule kiumbe akasema, mimi ndio Masihi Dajjal. Wewe ndio Masihi Dajjal? Naam. Akatuuliza maswali mengi. Hapo Madina yuko mtu ametumilizwa kuwa mtume? Mbia naam. Watu wamemkubali? Sallallahu wamemkataa. Akasema wangemkubali ndio kheri yao. Akauliza hayo maswali, nakhlatu baisana iko? Niambieni tende ya baisani inapatikana? Wakamwambia naam ipo. Akasema wakati wangu bado. Akauliza bahari nyeusi ipo, maji yake yapo? Naam, baharul mayyiti, wakati wangu bado. Hebu niambie, ainu Tabaria upo? Chemchemi ya Tabaria Palestina ipo na maji yake yapo? Akamwambia naam ipo. Ambia basi wakati wangu bado. Akauliza kama maswali 5 hivi au 6, ipo. Lakini hivi sasa hivi vitu vimeanza kupotea taratibu. Kiumbe Masiha Dajjal wakati atakapokuja, atakuja na baadhi ya mambo ya ajabu kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitueleza huyu atatokea Amerika au atatokea China au ataibukia huku kwetu Tanzania. Hapana. Mtume akiwa pale Madina alisema kiumbe huyu atatokea mashariki. Ndio maana tunaitizama Irani kwa upande wa pili, east ya Saudia au ya Madina, nchi ya Madina, mashariki yake Iraq, Iran pamoja na Syria. Hizi ndio pande hizo ambazo ameshukiwa kutokea, japo wanachuoni wanasema kudhihiri na kutokea kuna tofauti. Inawezekana akawa huku lakini akaibukia huku, lakini hasa Mtume alisema kati ya nchi hizi mbili, Syria na Iran, ataibuka katika mji wa Khurasan Asbahan, ambao hii inaandamana na mji wa Tehran, ndo atatokea kule kiumbe kama huyu. Na huyu Tamimu Dar, kisa chake ndo ametueleza, alikwenda kule, alimuona. Lakini pia atakapokuja katika ulimwengu atakuja na mambo mabaya sana. Cha kwanza kabisa atakuja kutia fitna. Mwajua kiumbe Masihi Dajjal tunachoogopa sisi ni fitna. Mitume waliopita wote imebainika katika vitabu, huyu atakuja zama za mwisho kabisa, tena zama zetu sisi. Lakini kwa ule utisho wake, ule ubaifu wake ule, basi kila nabii alikuwa akitoa hutuba kamili, anawatahadharisha watu wake. Mimi na wewe, kwa nini tusizungumze hii hutuba? Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi amesema la tada'anna, usithubutu kuacha hata kwa bahati mbaya. Ukishakaa tashahudi katika sala yako, kisha ukamsalia Mtume kabla hujatoa salamu, Mtume alikuwa akiomba dua hii, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min fitnati al-layl Masiha Dajjal. Hii dua Mtume alikuwa akiomba, na ilionekana alitusisitiza sana kwa mtihani kama huu, alituogopesha sana kwa jaribio kama hili. Akasema huu ni mtihani. Kwani mtihani wake ni nini? Mtihani wake ni kama ifuatavyo. Kiumbe huyu atakapokuja kudhihiri siku hiyo, dunia itakuwa imeingia kwenye ukame. Ndio maana nikasema mwenzenu mimi, kupitia hadithi kama hizi, ilipokuja corona, nilivyoona watu wa Kenya wanapigwa mpaka virungu na polisi ili wakae lockdown. Unajua sheria za Kiislamu zina mambo, ikileta amri, ikileta katazo la kitu, ikileta nahi, inaleta na mbadala wake. Ilikuwa tumekatazwa kunywa ulevi, lakini tukaruhusiwa tunywe maji. Tukakatazwa uchafu, uzinifu, tukaruhusiwa tupate kuoa. Inaleta na mbadala. Sasa unakuta baadhi ya nchi ziliwaweka watu lockdown, kaa ndani, ili usije ukapatwa na corona ukaambukiza watu. Ni jambo zuri, utamweka ndani kwa corona, lakini utamuua na njaa, kwa sababu kuna mwingine hapati ni mdakatonge mpaka atoke. Niliona hapa ni dalili ya hatari sana. Nikasema dunia, watu wote tukiingia ndani kwa ajili ya corona,
sio ndo ataibuka yule Masihi Dajjal? Alhamdulillah, lile dude likaondoka, tukatoka tena. Hivi sasa vimeanza hivi vita mnavyoviona, kwa sababu ya vita hivi tu, na nyie mnaona kuna watoto, kuna wazee, kuna watu wazima wameshaanza kufa na njaa sana. Sudan, Palestina wamekufa njaa sana. Ili janga likitrendi dunia nzima, basi dunia nzima yote itakumbwa na janga kama hili. Hichi kipindi ambacho mambo yamekuwa mazito, ndo huyo kiumbe anaibuka sasa. Atakapoibuka kiumbe huyu, atakuja na chakula chake, atakuja na maji yake, atakuja na rehema, atakuja na adhabu, atakuja na pepo, atakuja na moto. Mtume anasema huyu fitna sio fitna kwa watu, mpaka jamaadati. Atafitinisha mpaka vile vitu ambavyo havisemi, atafitinisha mpaka wanyama. Atakuja kama hapa Mwananyamala, mnaswali vizuri, mnakula vizuri, anakuambieni niaminini kama mimi ni Mungu ili nisikupeni ukame. Nyie mtamkataa, aleta ukame, fitna hiyo, watu mtaanza kufa na njaa. Jua litawaka sana, mvua haitokuja, mazao hayaoti, mnakufa wote na njaa. Wanyama wataanza kufa na njaa. Lakini si wanyama peke yake, mpaka wadudu, mpaka ardhi, mpaka vitu vya jamaadati vitaharibika kwa ukame. Lakini atafikia sehemu nyingine, kama unavyoona hali ya Palestina, kama unavyoona hali ya Sudan Kusini, hali iko ngumu, taabani. Atawatokezea watu wakiwa wana njaa, wamezidiwa. Na nyie mnawaona wenyewe wanavyotupostia, jamani, aina almuslimun, Waislamu mko wapi? Zikipigwa zile picha, vitoto vilivyokuwa hali mbaya kweli kweli, wewe mwenyewe unaanza kulia. Sasa atapita mfano wa hali kama hii. Na tunavyoogopa njaa, semeni wenyewe. Atawaambia watu, niaminini kama mimi ni Mungu, alafu mkishaniamini nitaleta neema hapo. Watu kwa sababu ya njaa wataanza kumwamini. Unajua watasemaje? Wayasamaa famtiri, wewe mbingu unanisikia, leta mvua. Mtume anasema kwenye hutuba ya Ijumaa, fatumtirati sama, pale pale unaona mbingu inaleta mvua. Anaitizama ardhi, anainyoshea kidole, waya ardhi fakhruji kunuzak, toa madini, toa almasi, toa dhahabu, toa makaa ya mawe, toa kila neema. Ataotesha mimea, ataotesha mwindi, utakuwa na kuiva saa hiyo. Atawapa watu maisha ya utajiri. Angalia watu watakavyoghurika naye huyu Masihi Dajjal. Lakini hatari aliyokuwepo, ameitwa Dajjal kwa sababu ni muongo sana. Kila kitu chake kipo kinyume. Mtume sallallahu alisema hivi, mahu jannatuhu wa nar. Kwanza alitaja zile ishara zake, alafu nikuambie baadhi ya mambo haya mawili. Mtume alisema hivi, huyu anadai uungu, fahuwa shabun qawiyun, lakini ni kijana qataf, mwenye nguvu sana. Ili jambo. Lakini jambo la pili, qasir, ni mtu mfupi. Lakini jambo la tatu, khashinu ras, nywele zake kipilipili. Ajla aljabha, baba lake limekaa hivi kama yai. Lakini pia jasima, na kifua kikubwa, afu ameinama upande, kwa ishara ya mtu mwenye nguvu sana. Lakini mwendo wake una alama, yani ana matege, wa ihda ainaini mamsuha, moja kati ya macho yake mawili moja ni bovu. Yani Mtume katutahadharisha na katuonesha hizi alama, tukimuona tumjue kwamba Rabbuna laisa bi'awara, huyu anaidai uungu. Mungu wetu sisi hawezi kuwa na aibu kama hizi, matege. Tena akasema fa huwa aqimul la yulad, mtu mwenye atakuwa mpunga hata hazai. Sifa gani hizi? Mtu anaidai uungu. Na kati ya macho haya mawili ameandikwa silabi tatu za Kiarabu, kiaf, fa na ra, maana yake kafara, alokufuru. Mtume anasema kila muumini mwenye imani ataweza kuona zile herufi na ataweza kusoma hata kama hajaenda madrasa. Katibun kana sawaan, anajua kusoma Kiarabu au hajui, kwa sababu ni muumini tu. Mungu atampa taufiki, atajua ameandikwa bwana kafiri. Lakini wengine hawatojua, mpaka akiuawa ndio yale maandishi yatadhihiri. Sasa huyu hapa Mtume akasema, mkimuona mtu mwenye sifa hizi,
hizi sifa hizi mnazoziona hizi, akasema ma'ahu jannatuhu wa nar, atakuwa na pepo yake, atakuwa na moto wake. Fa imma jannatuhu narullah wa naruhu jannatullah, lakini hiyo pepo yake ipo kinyume, ni moto wa Allah, na moto wake ndio pepo ya Allah. Kwa hiyo Mtume akasema nyie mtamkufuru, mumpinge ili akukamateni, akuingizeni motoni mwake, kisha mkishaingia motoni mtakuwa mmeingia peponi kwa Allah. Msikubali kumtii, akikuingiza peponi umekwisha. Kisha Mtume akasema huyu bwana atakuwa na mito yake miwili. Hii mito yake miwili, mto wake wa kwanza ni maji, mto wake wa pili ni moto. Hii yote ni mito yake miwili. Kisha Mtume akasema mkishaona ule mto wake wa moto, nyie fungeni macho, kuinama kunywa ule kwenye ule moto ule, kwa sababu ukifunga macho utakuwa huogopi. Akasema ule mto wenye moto ule, so mtakuwa mna kiu, hamna maji, hali ni taabani duniani. Sasa mkishaona, nyie kimbilieni ule mto wake. Ukikutana naye ule mto wake wenye moto ule, ndio wewe funga macho, afu inapa pale kunywa. Lakini ukinywa ule mto wake wenye maji, umepigwa moto na ushaangamia. Ana shari kubwa, atatutatiza, atatusumbua kiimani. Halafu huyu sasa, kwanza atakaa siku ngapi duniani? Mbona atatutesa namna kama hii? Halafu kibaya zaidi, atakapokuja huyu hatakuwa muuaji kwa silaha, kwa panga wala mabomu. Yeye ni kauli tukufa, fufuka. Atafanya vituko vingi sana, kuwa maskini, kuwa tajiri, mpaka Mtume anasema fitna ile kuwepo. Atamwendea kijana yule barobaro ambaye hajaoa, atamuuliza wewe, wazazi wako wako hai? Anasema wamekufa. Anaenda kaburini pale, anawaamsha wazazi, hebu amkeni. Allahu akbar. Anatoka babako kabisa na mamako marehemu waliokuwa wamekufa hawa. Wewe mwenyewe ukiona, unaona hii kweli si mchezo. Watu waliokuwa wamekaa pembeni wanamwamini, wanasema bila shaka huyu ni Mungu. Lakini Mtume anasema huyu muongo. Hasema fakharaja minhum ash-shaytan, hapo walitoka mashetani wawili, kwa sababu pia mashetani watamsaidia sana, ni mashetani. Kisha baada ya hapo awape dhahabu, awaingize peponi, lakini si wazazi wako kabisa. Sasa leo mafuta tu tukipakwa sijui kwa jina la nani tushaamini. Vipi hali kama hii ya kufufua watu namna kama hii? Kwa hiyo nakuta watu wanamwamini bure bure. Hizi ni katika shari zake, na atakaa siku 40 tu pamoja na sisi, lakini hizi 40 zake zina mtihani shekhi. Yaumul kasana, siku yake moja itakuwa ndefu kama mwaka mzima. Masahaba asema salala. Sasa ikiwa siku moja kama mwaka, haya tutasalije sasa swala 5? Dhuhuri tunajua itaingia saa ngapi? Mtume asema wakati huo kweli hali ni mbali, hali hii ni mbaya. Faqaduhu lahu, mtakadiria. Mkikaa kama miezi 2 au 3 mtaulizana, Sheikh Suleimani vipi hapa, tusali dhuhuri au bado? Hali itakuwa ni mbaya sana, mtakaa mtachoka na hakutwi. Faqduru lahu, kadirieni. Baada ya pale mtasali, mtakaa tena baada ya miezi 6 mtaitafuta al-asri. Hali hii ni mbaya, ndio maana maswahaba waliogopa kweli kweli. Nawasi bin Samani anasema wakati tunaelezewa hali hizi, watu wakawa nasogea mbele msikitini, wanaogopa, sema laqad dhananna qad dakhala fi ta'ifatin Madina, tukasema au kashaingia Madina. Mtume akawaambia wa in dakhala wa ana ma'akum fa ana hajiju, kama ataingia na mimi niko mzima wa afya, msiogope, mimi nitaweza kumzuia. Wa in dakhala wa ana lastu ma'akum, lakini akija mimi nimekufa, na nyewe wenyewe mnajua sasa hivi Mtume yuko wapi. Ikiwa amekuja sipo, fa kullu mri'in hajiju nafsu, kila mmoja mwenyewe atajua kilichomtoa kanga manyoya, kila mmoja atajua atajihami vipi. Huu ni mtihani mkubwa sana huu. Mtume hayupo, angekuwepo angetutetea, lakini alisema la an asala Allah wallahu khalifatal mu'minina yawma idin, nitaomba dua maalum Mungu awatetee Waislamu siku hizo. Mtume katuombea na akasema faman adraka minkumul masiha, yule atakayetokewa ghafla na huyu masihi. Kuna mambo tumeelezwa, miashike vizuri. Alama mtu tushaelezana yukoje. Cha kwanza kabisa, njia ya kumwepuka, kuna njia kadhaa. Ya kwanza kabisa,
atakayekutana naye Mtume sema falyaqra bi awwali fawatihati suratu Kahfi. Riwaya ya kwanza anasema ukikutana naye hebu soma zile aya 10 za mwanzo za suratu Kahfi. Riwaya nyingine inasema hebu soma zile aya 10 za mwisho za suratu Kahfi. Riwaya nyingine inasema soma suratu Kahfi nzima, na ukisoma sura nzima utakuwa umepata cha mwanzo automatically na cha mwishoni. Hilo la kwanza. La pili, Mtume kasema watakaomfuata kwa wingi watoto wadogo na wanawake, kwa sababu ukimsikia ndugu yangu Masihi amedhihiri usimfuate. Lakini utasikia wanawake kuna jambo limetokea hapo, sijui kuna watu wamegandiana, ndio kwanza anapanda gari anaenda kushuhudia. Umemkuta kadhihiri Nairobi, hebu ngoja na mimi nipande gari nikao muone. Hapana, usikate tiketi, usiende. Wewe ukimsikia iko huku wewe ingia huku. Ana shari kubwa, kwa sababu popote ulipo atafika. Sehemu 4 tu ndo atashindwa kuingia. Sehemu 4 atakazoshindwa kuingia, Baitul Muqaddas Palestine pale hataweza kuingia. Akifika pale atakutana na malaika ameshika panga wanamsubiri yasuddu anhu. Sehemu nyingine Turi Saina, haithu kallama Allahu Musa, pale Nabii Musa kazungumza na Mungu, hafiki pale. Ukiwa pale umesalimika. Sehemu nyingine Maka, sehemu nyingine Madina. Na kwa nini haingii Madina? Kwa sababu Madina, Mtume sallallahu anasema katika hadithi sahihi, Madina inakusanya imani kama nyoka anavyojikusanya kwenye shimo lake. Imani kitumbu chake ni Madina, mpaka akasema Madina haiwataki wanafiki. Madina haimuhifadhi mnafiki hata kwa bahati mbaya. Mpaka huyu bwana hizo siku atakapokuja atawaambia watu wake, naona jumba leupe lile la Muhammad, Madina hiyo. Na ni kweli hivi sasa ukiangalia nyumba ile ya Madina inazidi kuwa nyeupe na ale mataa, na baadaye itakuwa nyeupe kabisa. Sasa akija pale anaitaka nyumba ile. Akifika ataona malaika kila kichochoro wanaambia si tupo tayari, wewe njoo tu tumalize majambo. Huyu bwana atashindwa kuingia. Kuna jabali pale ambalo mfalme wa Saudia kajenga hekalu lake, kana kwamba bwana mkubwa ukifika tu njoo ufikie hapa, liko pale. Atakaa pale kwenye lile hekalu au kwenye jabali lile. Akifika pale atapiga rajfa, kishindo kimoja kwa hasira, basi nchi ya Madina yote itatetemeka. Mtume anasema basi wale wanafiki watasema jamani tutakufa, jamani bora tumfuateni. Wengine watasubiri kidogo. Atapiga rajfa ya pili, wengine wasema bora tuende huko jamani, hii ni hatari, ndio tutakufa sasa. Kisha atapiga 3 rajfat, kishindo cha 3 kikubwa. Mtume anasema hicho cha 3 ya kharuj, atatoka kullu munafiqin wa munafiqa wa fasiqin wa fasiqa. Kila mnafiki, muovu, mume na mke watatoka, kila wote. Madina itabakia safi. Siku ile Mtume asema ni siku ya ikhlas, ya usafi. Hata maradhi ya tauni yatazuiliwa. Na maana wewe ukienda haji afu kasema sijaenda ziara Madina, si kwamba hujaenda, umefukuzwa. Madina haibebi uchafu kabisa, haibebi uchafu hata kwa bahati mbaya. Kiumbe huyu Masihi Dajjal, katika shari alizokuwa nazo na katika tabu alizokuwa nazo, Mtume sallallahu anasema ataletwa na Mayahudi 70. Naomba niishie hapa, mengine tutamaliza baada ya sala. Kwa nini Mayahudi 70? Kwa nini isiwe Manasara? Kwa nini isiwe washirikina? Kwa nini isiwe Waislamu? Vitabu vya manabii vinasema hivi, atakuja Masia, na huyu Masia atapigana jihad, atapanda mnyama punda, atafanya kadha wa kadha. Basi alipodhihiri Nabii Isa alayhi salam, Manasara wakasema Masia alotajwa ni Isa bin Maryam, wakakinai. Lakini alipokuja Mtume Muhammad, Waislamu wakasema Masia alotajwa na vitabu vya nabii ni huyu, kapigana jihadi na Mtume kapanda punda. Sasa Mayahudi bado wanasubiri, bado kwao hajatokea. Kwa hiyo atakapotokea Masihi Dajjal watasema ndio yule Masia alotajwa. Na hivi sasa wanasema kwa sababu atatokea huko Teherani. Teherani liko jumba la ibada la Mayahudi, na Mtume alieleza mpaka vile watakavyovaa. Na hivi sasa tunaambiwa na wataalamu, hivi sasa Mayahudi wako 1035 takriban.
Kinachosubiriwa ni ile level ya hesabu ifike tu, ima watazaliwa au watagura watahamia pale, ili wapate kuja na kiumbe huyu mshari kweli kweli, atakayeleta mtihani mkubwa katika dunia. Mwisho kabisa, palipobakia tutapajenga baada ya sala. Tunamwomba Mungu aitulize dunia vita hivi na dhulma hizi za Masihi Dajjal zisitukute insha Allah. Waqala azza min qailin alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim.